Magonjwa ya lishe tunayaita ni magonjwa sugu kwa sababu yanajitengeneza kwa muda mrefu sana. Huchukua miaka mingi sana wewe kuanza kuitwa mgonjwa wa kisukari, kuanza kuitwa mgonjwa wa shinikizo la damu, kuanza kuitwa mgonjwa wa kansa, kuanza kuitwa mgonjwa wa pumu, kuanza kuitwa mgonjwa mwenye kusagika kwa magoti, osteoarthritis, kuanza kuitwa mgonjwa mwenye baridi yabisi, rheumatoid arthritis. Uchukua miaka mingi sana. Hivyo basi, mara nyingi watu wengi wa namna hii huwa wanatumia dawa nyingi sana kuzima dalili zinazotokana na hayo magonjwa. Matumizi ya dawa hizo kwa muda mrefu huweza kukuibulia upungufu wa vitu katika mwili wako na kusababisha lundo la dawa liwe kubwa zaidi. Kwa hiyo si kitu cha kushangaza ukikutana na mtu ana kisukari, shinikizo la damu na magonjwa mengine ya lishe, ana dawa zaidi ya 12 ambazo anatakiwa kunywa kila siku ili kuhakikisha kwamba kesho anaiona. Sasa dawa za kuongeza umri wa kuishi si tu dawa zile za kufubaza virusi vya ukimwi, lakini kuna watu wanatumia dawa za kisukari, dawa za moyo, dawa za shinikizo la damu na dawa nyinginezo nyingi, dawa za pumu ambazo anatakiwa kunywa kila siku. Asipozinywa kesho hataiona. Hizo pia ni dawa za kuongeza umri wa kuishi hapa duniani. Hizo dawa unapozitumia ni dawa ambazo zinazima dalili. Na unapozitumia kwa muda mrefu unaweza kashangaa kwamba zile dawa zinakuibulia kitu ambacho kitahitaji na chenyewe dawa. Kwa hiyo mwisho wa siku kunakuwa ni dawa inazaa dawa, dawa inazaa dawa. Sasa scenario kama hiyo ujitambue ya kwamba unapitia mazito sana na kule unakoelekea ni kubaya sana pale unapoanza kuona dawa imezaa dawa. Sasa nakushauri tu tafute mzizi wa tatizo. Pale unapoambiwa pingili za mgongo, magoti yameathirika, tafuta mzizi wa tatizo. Pale unapoambiwa kifua chako kinakubana, una pumu, tafuta mzizi wa tatizo. Pale unapoambiwa una shinikizo la damu, tafuta mzizi wa tatizo. Pale unapoambiwa una kisukari, tafuta mzizi wa tatizo. Chochote kinachoendelea kwenye mwili wako huwa kina mzizi. Usihangaike na dalili. Unapohangaika na dalili utashangaa kwamba kadiri muda unavyoenda dawa itazaa dawa. Dawa zitazaa dawa zingine. Matokeo yake unakuwa na rundo la dawa. Ngoja nikupe mfano. Matumizi ya dawa za kushusha asidi. Wingi wa asidi. Wengi mnasumbuka na tatizo la kiungulia kikali. Sasa hili tatizo la kiungulia tumbo kujaa gesi, wengi hutafsiriwa wana madonda ya tumbo. Sasa wengi hutafsiri ya kwamba lile fukuto linaloendelea tumboni linalokufanya wewe ubeue hapa pale kama panaungua, hiyo hali basi wengi hufikiria ya kwamba inazimwa na matumizi ya dawa za kupunguza asidi. Nikwambie kitu kimoja. Mchachuko wa tumboni, yani gastric content fermentation, huweza kusababisha kitu kama hicho. Kumbe unaweza ukawa na gesi nyingi tumboni, unaweza ukawa na mchachuko tumboni, lakini si kwa sababu ya asidi nyingi. Kwa watu wengi huwa wanajitafsiri tu wana asidi. Kuna kitu kwa kitaalamu kinaitwa gastroesophageal reflux disease, GERD. Ugonjwa huu watu wengi wanautafsiri ni kama kuwa na asidi nyingi, lakini si kweli. Ni mchachuko wa vitu vilivyopo tumboni. Sasa gesi imejaa. Sasa kinatafuta escape ili kudecompress tumbo lako, na sehemu pekee ni valve inafunguka, valve ya koo la chakula itafunguka ili kuweza kubeua, kudecompress tumbo, kwa sababu mpaka ukajambe ni safari ndefu. Sasa hali hiyo huwa inawachanganya wengi. Wengi huwa wanakuwa kwenye dawa za muda mrefu, dawa za kupunguza hiyo asidi. Lakini nikwambie kitu kimoja. Dawa hizo unapozitumia kwa muda mrefu bila mafanikio, zinakupa tu nafuu ya muda mfupi. Matumizi ya muda mrefu huenda kuathiri mwili wako na matokeo yake utashangaa dawa hizo zimezaa dawa zingine. Kwa mfano, matumizi ya muda mrefu husababisha upungufu wa vitamini B12.
Vitamin B12 ni vitamins ambayo inasaidia kutengeneza damu, chembe nyekundu za damu. Umeona Sasa kingine ni matumizi ya muda mrefu husababisha mfumo wako wa chakula kupungukiwa na asidi ambayo inasaidia kuweza kumeng'enya vyakula vya mafuta na vyakula vya protini. Kumbuka kwenye sayansi ya form 2 tulijifunza kabisa kwamba hydrochloric acid kazi yake ni kubadilisha pepsinogen kuwa pepsin. Pepsinogen ni digestive enzyme, ni kimeng'enya chakula cha protein ambacho hakiko kwenye active form. Ili kiweze kufanya kazi tunahitaji hydrochloric acid iweze kubadilisha ile pepsinogen kuwa pepsin, ili pepsin iweze kumeng'enya chakula cha protein. Lakini pia hydrochloric acid kazi yake pia, hii asidi ya tumboni hutusaidia sasa kuweka mazingira mazuri ili vimeng'enya chakula viweze kufanya kazi katika rate inayotakiwa. Yani inatengeneza pH nzuri ya stomach. Lakini pia inaua bakteria wote wanaoingia kupitia kinywa. Kama chakula kimeingia na bakteria, sasa wale bakteria wanaenda kuuawa. Sasa matumizi ya dawa za kukata asidi kwa muda mrefu kwa mafikirio ya kwamba umezidiwa na asidi, matokeo yake husababisha upungufu wa hydrochloric acid na kuathiri kabisa umeng'enyaji wa chakula. Kwa hiyo unapoona una gesi za muda mrefu, kila siku gesi, tafuta mzizi wa tatizo. Utashangaa hizo dawa unazozitumia zimeibua ugonjwa mwingine, kwa sababu unachukulia hilo swala la gesi kiungulia ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Tafuta mzizi wa tatizo. Laiti kama ungejua yaweza kuwa kuna ugonjwa unajitengeneza, utakuja kuibuka hapo baadaye, ungenielewa haya ninayoyaongea. Jambo jingine ni kwamba matumizi ya dawa za kushusha cholesterol kwa muda mrefu huathiri mwili wako kwa kupokonya kitu tunakiita coenzyme Q10. Coenzyme Q10 ni moja ya kitu muhimu sana katika mwili wako ambacho husaidia seli zako za mwili ziweze kutengeneza energy ya kutosha. Kwa hiyo matumizi ya hizi dawa kwa muda mrefu ukupunguzia coenzyme Q10. Kwa hiyo matokeo yake sasa, kama unaniambia daktari, kwa nini naamka na uchovu tu mimi sielewi vipi, nitakwambia basi tumia hii coenzyme Q10, kwa sababu daktari kakuandikia dawa ya kushusha cholesterol kwa muda mrefu. Umeona, kumbe dawa imezaa dawa nyingine, kwa sababu imepunguza kitu cha muhimu zaidi kwenye mwili wako. Kwa hiyo lazima tutafute mzizi wa tatizo ili kuepusha wewe matumizi ya dawa hizo kwa muda mrefu, kwa sababu unazima dalili bila kujua mzizi wa tatizo. Kitu kingine ni matumizi ya dawa, mfano metformin. Matumizi ya dawa ya metformin kwa muda mrefu husababisha mwili kupungukiwa na vitamin B12, mwili kupungukiwa na folic acid. Hizi ni vitamins ambazo husaidia mwili uweze kutengeneza chembe nyekundu za damu. Kwa hiyo unapotumia kwa muda mrefu, uko hatarini kupungukiwa na vitamin hizi na kusababisha aina ya upungufu wa damu tunaita megaloblastic anemia. Umeona? Kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba matumizi ya dawa hizi za hospitalini kwa muda mrefu huenda kuathiri mwili wako na kuibua matumizi ya dawa zingine na zingine. Kwa hiyo huwa sishangai ninapokea mgonjwa ambaye alianza na tatizo la magoti, baada ya muda akaanza kusumbuka tatizo la gesi, baada ya muda akaanza kukosa usingizi, baada ya muda miguu ikaanza kuwaka moto, baada ya muda akaambiwa damu iko pungufu, baada ya muda akaambiwa ana tatizo la allergy ya ngozi. Haya yote yanayobebana yaweza kuwa dawa unayopewa inazaa dawa zingine, kwa sababu inakusababishia upungufu wa kitu fulani katika mwili wako. Mwisho wa siku tunakupokea ukiwa mchakavu, unahitaji matengenezo ya hali ya juu kwa hali uliofikia. Ni hayo tu ambayo nilitaka kukuambia siku ya leo. Ujumbe wangu ni kwamba jitahidi uwe makini na matumizi ya dawa sugu.
Tafuta mzizi wa tatizo ili tuweze kukunasua na matumizi ya dawa nyingi kwa wakati mmoja.